Sheikh Rabi alipotaja kipengele cha 18 akasema hivi, Abul Hasan al-Maribi anafanya inadi kwa ujinga na hawa na matamanio kwenye kadhia ya taswir na ikhtilaf, kwenye mambo ya picha na mambo ya mchanganyiko kati ya wanaume na wanawake, akawa anayatetea mambo haya, alafu akawa anatumia hoja na maneno ya maulama ambao wao wamesharejea katika usawa, walijitahidi wakaacha dalili, baadaye wakarudi katika usawa, wakarudi katika adilla. Yeye bado amemwangalia maulama hao. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baada ya utangulizi huu, kumhimidi Allah Ta'ala, kumsalia na kumsalimu kipenzi cha umma sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Tunakaa kikao kingine hiki tena katika siku ya leo Jumamosi 29 Dhulqaada 1447 sawa na tarehe 16 mwezi wa 5 2026. Tulikuwa tumekubaliana kwamba siku ya leo tutaanza kusoma kitabu al-At'ima katika kitabu cha Bulughul Maram, baada ya kuwa tushamaliza kitabu cha Bayanu Fadhl Ilmi Salaf. Lakini tunataka tukae leo kikao cha mwisho kuhusiana na masala ambayo yamekwisha pita hapo nyuma, vikao vya nasaha dhidi ya watu wa taswir, watu wa mapicha mfano wake. Katika kikao hiki cha leo, muomba Allah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq was-sadad. Nitazungumza kwa mukhtasar biidhnillah ta'ala ili kuyafunga maneno yetu katika jambo hili, kwa sababu naona kinachoendelea sasa hivi ni ubishi na majadiliano peke yake na kurudia yale yale ya nyuma, basi na yakuja na hoja mpya katika masala ya kielimu. Na Allah subhanahu wa ta'ala anasema, qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin, pale ambapo al-yahud walisema waqalu la yadkhul al-janna illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Lakini pia Allah Ta'ala akasema, sayaqulu alladhina ashraku law sha'a Allahu ma ashrakna wala abauna wala harramna min shay kadhalika kadhaba alladhina min qablihim hatta dhaqu ba'sana qul hal 'indakum min 'ilmin fatukhrijuhu lana in tattabi'una illa adh-dhann wa in antum illa takhrusun. Ilikuwa inapaswa tupate hujja kusimama sawa sawa kuhusiana na masala haya kwa wale ambao wanaruhusu jambo hili, lakini tunaona ni swala la kurudia maneno na kuchukuliana wakati. Lakini naamini kwamba kwa kiasi hiki ambacho tumezungumza, asilimia kubwa wamepata faida na kujua ilivyo masala ya elimu. Ijapokuwa sisi tunanukuu maneno ya ulama yaliyoambatana na adilla, huku tukiambiwa kwamba tunanukuu tu, hatuelewi maana zake. Sasa sijui maana hizo ambazo zipo katika hizo nusus ni maana zipi zingine ambazo zinaeleweka kwa maneno ya wazi tunayosoma juu ya kuharamisha taswiri.
labda kuna mafuhumu nyingine ambazo wao wako nazo. Tayeb, hapa katika mazungumzo yangu katika kikao cha leo biidhnillah taala nitagusa baadhi ya vipengele kama ufunguzi na ufungaji wa maudhui hii. Jambo la kwanza, tufahamu ya kwamba vilio na hisia huwa haviwi ni dalili hata siku moja. Vilio na hisia, awatif, kuwapa watu shuur, kuzungumza kwa hisia, huwa haiwi ni dalili hata siku moja. Dalili ni kile ambacho tunakisimamisha katika hujja, imma dalili ya Qur'an, nasi ya Qur'ani, au sunna, au aqwali za ulama katika masail ambayo inahitaji aqwali za ulama. Ama kujaribu kutumia hisia na kuwauliza watu maswali ya kihisia ili kuwaathiri, na kwamba jambo hili linakuumiza wakati wa majadiliano, wakati wa mazungumzo na hiwar, huwa haiwi ni dalili na hujja hata siku moja. Allah Ta'ala anasema akieleza habari ya Yusuf na ndugu zake, wajau abahum isha'a yabkun qalu ya abana inna dhahabna nastabiq wa tarakna yusufa inda mata'ina fa akalahu adh-dhi'b wama anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin. Ndugu zake Yusuf alayhi salatu wassalam walimtupa katika kisima, walimwendea baba yao wakisema sisi ni wa kweli. Lakini wakati wanasema sisi ni wa kweli juu ya madai haya, walikwenda katika nyakati za usiku huku wakilia. Walimwendea baba yao isha'a yabkun, katika hali wakilia, wakaeleza kwamba sisi tumekwenda tukawa tunashindana kurusha silaha, tukamwacha Yusuf, nastabiq, tunashindana kurusha silaha, kuogelea mfano wake, tukamwacha Yusuf akiwa anaziangalia bidhaa zetu, vifaa vyetu, nguo zetu na vinginevyo, lakini akaliwa Yusuf na adhib. Lakini wewe baba yetu hauwezi kutuamini sisi, ijapokuwa sisi ni wa kweli. Wao wakasisitiza kwamba wao ni wa kweli huku wakilia, lakini hawakuwa wa kweli, Kwa hivyo vilio na kudai tu kwamba mimi ni mkweli huwa haviwi ni dalili na ushahidi wa kuwa fulani ni mkweli. Fulani anadhulumiwa, fulani ni madhulum, fulani anadhulumu. Inatakikana hujja na dalili zisimame. Sasa katika kile ambacho nimekilahidhi kwa ndugu yetu Khattab wafaqahu Allah Ta'ala wa iyana, anajaribu kutumia hisia sana katika mazungumzo yake, kujaribu kuwaathiri wasikilizaji, kuwatupia maswali ya masikitiko kwa ajili ya kuwaathiri wasikilizaji, huko akirudia maneno yale yale ambayo sisi tumeshayajibu, tumeyasema, kujaribu kuashiria tuhuma na maneno ya vitisho na kejeli dhidi yetu kwamba sisi tunawatusi maulama. Na haya maneno sisi tumeyaacha kwa sababu ni maneno meupe tu, ni tuhuma ambazo hazina qima. Hili ni jambo la kwanza. Jambo la pili, katika jambo la msingi la kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala, miongoni mwa mambo ya muhimu, katika jambo la muhimu miongoni mwa mambo ya muhimu ya kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala ni kupewa akili
timamu na mafuhumu sahihi. Hili ni jambo la msingi sana. Nataka mtu amuombe Allah subhanahu wa ta'ala akili na ufahamu salama, uzifahamu nusus, uyafahamu maneno ya ahli ilmu. Na hili nilipigie mfano katika kikao chetu tukifanya kwa mara ya pili. Vikao vyetu tulifanya kwa mara ya pili. Kwenye majlisi ya kwanza tulisema, tukiipa maudhui majlisi yetu, tukisema kwamba sauti za mashambulizi dhidi ya ujinga na ubishi na mfano wake hivyo. Hapa amejaribu kugeuza maneno na kusema kwamba sisi tunakusudia nasaha, nyinyi mnakusudia vita. Sasa haya ni maneno ya kujaribu kuwageuzia watu fikra zao, kwa sababu hii ni maudhui yasema sauti za mashambulizi. Hizi sauti ni za mashambulizi dhidi ya ujinga na ubishi uliopo ndani ya mihadhara fulani. Tunakwenda kurekebisha na kushambulia ujinga na ubishi wa kujaribu kugeuza uhalisia uliopo katika maelezo tuliyotaja sisi. Alafu mtu awaambie watu, nyinyi mnakusudia vita dhidi yetu. Sasa mafuhumu hii na maneno haya hatutaki kungangania kwa muda mrefu kuzungumza hapa, lakini tuerekebishe kwa kiasi hivi kwamba ni kujaribu kuwatengeneza watu. Ndio maana sisi hatukusema dhidi ya wajinga, dhidi ya ujinga na ubishi, lakini mashambulizi haya yameelekezwa kwenye ujinga unaodhihiri kwenye majalisi zake na vikao vyake, mihadhara yake. Tunakwenda kushambulia ujinga na ubishi ambao uko ndani yake, lakini usema kwamba nyinyi mmekusudia vita, sisi tunakusudia nasaha. Sasa haya si maneno ya sawa sawa. Lakini pia kwa ujumla, ufahamu sahihi ni neema kubwa sana. Unajua, kuna mwaka mmoja nilikuwa najadiliana na bwana mmoja ni Hizbi pale Dar es Salaam kuhusiana masala haya, lakini masala ya kuhusu Jamaatu Tabligh. Yule bwana anasema hivi, ukitizama fatawa za Sheikh Ibn Baz na Ibn Uthaymeen utakuta fatawa zao ziko na sura tofauti tofauti. Kuna wakati anasema msitoke nao kabisa, kuna wakati anasema tokeni nao lakini mwalinganie, kuna wakati anasema hawana shida, anawasifu. Kwa hivyo anasema ukifuatilia fatawa za Sheikh satarifu ashya au satarifu shay'an, utagundua kitu. Wakati huo sisi tukimsomea maneno ya shekhe ambayo ni maneno ya mwisho kuhusiana na jamaa ya tabligh, baada ya kubainikiwa na uhalisia wao na hali zao na inadi zao, akiwatahadharisha na kuwabidhiisha na mfano wake. Sasa pia kuna maneno yanakuja kama haya kwa baadhi ya sauti. Nimemsikiliza al-akhi akisema kwamba Sheikh Ibn Uthaymeen hana msimamo wa mwisho katika masala haya, kwa sababu ana fatawa nyingi katika majmuul fatawa kuhusiana na masala haya. Kwa hiyo kwa kuwa ana fatawa nyingi, basi tukusanye fatawa zake. Kwa hiyo tutaona kuna vitu, tutafahamu kitu. Sijui ndivyo hivi watu wanatakana waamiliane na aqwali za mmoja katika ahli ilmi au watu wa kawaida zinapokuja, au kuna sura tofauti ya kuamiliana na masala haya. Sasa ili tuliache hivi hivi. Kwa hivyo sisi tumetuhumiwa kwamba sisi ni waongo na tumesema uongo, na Ibn Uthaymeen
hana kauli hiyo ya mwisho, na ile fatwa tulisoma hapa inaashiria wazi kabisa kwamba Sheikh alipelekewa maneno, na pia Sheikh Al-Albani kusoma fatwa yake hapa akichambua fatwa ya Sheikh Ibn Uthaymeen, na nadhani pia maneno hayo yapo kwenye sharh yake Sahih Muslim, maneno ya mwanzo ambayo alikuwa akitoa fatwa kuruhusu taswiri, alafu baadaye alipoandikiwa barua hizo tukasoma fatwa hiyo akisema kwamba sisi hatusemi hivyo, maukifu yetu ni kwamba taswiri ni haramu kwa aina zake zote, ila zile taswiri za haja na dharura. Akataja kama vile taswiri kwa ajili ya kitambulisho utabiia, kwa ajili ya leseni na mfano wake. Taja maneno haya kwamba yeye anaruhusu taswiri za dharura pekee yake. Tumesoma maneno haya, lakini pamoja na hivyo tunatuhumiwa kwamba sisi tunaonekana ni waongo. Kwa nini? Kwa sababu amekwenda akakuta fatawa za Sheikh Ibn Uthaymeen, zipo zinazosema jaiz, zipo za hivi, ziko za hivi, ziko zazuia, na hakuweza kuzikusanya zile fatawa. Lakini angatizama tasiyaq ya kuandikiwa barua Sheikh rahmatullahi ta'ala alayhi kwamba Sheikh, watu wanasema hivi na hivi na wewe ndio unazungumza hivi na hivi. Kisha Sheikh akajenga msimamo wake baada ya maneno haya, na akatoa nasaha na maombi kwa wale wanaopelekea maelezo haya. Jambo lingine la tatu, sisi tulitaja sababu za kuharamisha taswiri, na tukasema sababu hizo zipo mpaka katika taswiri hizi za kisasa. Tukataja maneno ya Sheikh Al-Allama Al-Albani rahmatullahi ta'ala alayhi, na hapa nataka niongeze maneno mawili tu ambayo yanaashiria pia ila hizo, sababu hizo zipo mpaka katika taswiri hizi za kisasa pia. Maneno ya kwanza na fatwa ya kwanza nitaisoma fatwa ya Sheikh Al-Allama Abdul Razzaq Afifi rahmatullahi ta'ala alayhi. Alipoulizwa kuhusiana na masala haya akajibu akasema, at-taswiru al-mujassad haramun biittifaqi al-ulama. Taswiri za viwiliwili za masanamu ni haramu kama kubaliano ahli ilm. Wanani bitaswir al-mujassad nahtu tamathil li ba'dhi dhawati al-arwah min insani au hayawanin au tayrin au ghairi dhalika mimma fihi ruh. Tunamaanisha taswiri ya mujassad kuchonga masanamu ya baadhi ya vitu vyenye roho kama vile mwanadamu au mnyama au ndege na mfano wake katika vile ambao vina roho. Ili neno kama hili wamekubaliana maulama. Hapa tunapaacha kwa sababu hawezi kuja mtu kushika hapa, kwa sababu tunasema taswiri hizi za kisasa wapo waliokhalifu, kuna khilafu ipo. Lakini je, khilafu hiyo ni mu'tabar au si mu'tabar? Sala lingine. ويشتد التحريم إذا كانت هذه التماثيل والنصب المحتوية أو المنحوتة لأناس معظمين. na inashtadi uharamu ikiwa haya masanamu yaliyochongwa ni ya watu watukufu, kalmuluki wal umara wal ulama wasalha au wasulaha, watu watukufu kama vile wafalme, viongozi, maulama na waja wema. lianna taalluq alqulub bihim akthara min ghayrihim mimman dunahum, kwa sababu nyoyo zinafungamana na wao zaidi kuliko wengine. ama taswir ash-shamsi li dhawati al-arwah, ama uharamu wa taswir za fotografi hizi kwa viumbe vyenye roho, fa huwa muharramun wa mamnu, nako pia ni haramu na kumezuiliwa. lianna fihi mudahatun li khalqi llahi, kwa sababu fihi mudahatan li khalqi llah, pana ndani yake kufananisha na uumbaji wa Allah. Ni illa
katika ilali ambazo shekhe anaona kwamba pia illa hii na sababu hii yaingia katika taswiri shamsi, ambapo yeye alisema illa hii haingii huko. Shekhe hapa anasema kwa sababu ndani yake kuna mudhaha, kuna kufananisha na uumbaji wa Allah Ta'ala, wali anna fa'ilahu min adhlami nnas, kwa sababu mfanyaji ni katika waliodhulumu zaidi watu, wali annahu yamna'u min dukhuli almalaika arrahma, wali annahu yamna'u min dukhuli malaikati arrahma walbaraka ila almakan alladhi takunu bihi hadhihi sura, sababu pia kuzuia kuingia malaika wa rahma ndani ya nyumba au sehemu ambazo siko hizo sura. Kisha asema wali anna taswira dhawati al-arwah min al-mu'azzamin kal-umara wal-ulama wa nahwihim huwa dhari'a wa sababun wa wasila lishirk, kwa sababu kuwasawirisha watu watukufu kama vile viongozi na maulama na mfano wake ni sababu na ni wasila ya kutokea shirki. وقد حدث هذا في الامم السابقه, وهي ni sababu nyingine katika sababu za kuharamisha taswiri kwa aina zake zote, hasa kitaja taswiri ya ash-shamsi li dhawati al-arwah. wa hunaka min as-suwar ma yajtami'u fihi aktharu min sababin litahrimi, ziko baadhi ya picha hukusanyika zaidi ya sababu katika kuharamisha, kama tulivyotaja fi surati al-mu'azzamin min mulukin wa ulama wa nahwihim, katika picha za watu watukufu katika maulama na mfano wao. fahiya muharramatun li'annaha min dhawati al-arwah wa li'annaha rubama takunu wasila liliftitani wa biha wa liliftitani biha wa ta'dhimiha, inaweza kawa ni wasila ya kufitinika nazo au kuzitukuza picha hizo, japokuwa ni ash-shamsi za photograph zimetengenezwa zikawekwa mahala.